wanaume wengi wanaonyesha, kwa sababu wanaonyesha dalili za kukabiliwa na changamoto za afya akili na magonjwa ya akili. Hospitali zote zile kubwa ambazo zinalaza wagonjwa wanaoumwa magonjwa ya akili, sio changamoto, magonjwa ya akili ni wanaume. Wanawake wanapata muda mkubwa wa kufanya venting. Kuna watu wengine wanazaliwa na chembechembe na viashiria vya depression. Ni matumaini yangu mzima wa afya na nikukaribisha katika muendelezo wa exclusive zetu kutoka hapa Kajenjere TV, na leo tuna mada nyeti kuhusiana na afya ya akili ama changamoto ya afya ya akili. Tuko na mtaalamu wa afya ya akili Bwana Bosco ambaye yeye atatupa elimu kwa pamoja tufahamu kuhusiana na afya hii, changamoto hizi. Kuna tofauti mbalimbali, kuna tofauti kati ya ugonjwa wa akili na matatizo ya afya ya akili. Kama ulikuwa ufahamu ndo nakujuza leo. Basi kaa nasi hadi mwisho uweze kufahamu, pengine hapo ulipo unaumwa, basi uweze kumuona Bosco. Gharama zake atazitaja hapa, ujipange vilivyo, uonane naye akusaidie kuhusiana na matatizo ama changamoto ya afya ya akili. Ungana nami hadi mwisho. Jina langu ni Zainabu Mtima, nyuma ya kamera yuko Kelvin Mzongo. Tunapozungumzia afya ya akili, tunazungumzia mtu pale anapokuwa na ustawi katika akili yake, na ustawi tunauangalia katika mambo tofauti. Kwanza tunaangalia katika swala la jinsi gani huyu mtu anavyofikiria. Je, anafikiria ikiwa sahihi? Ina maana huyu mtu tunasema kwamba ustawi wake wa afya ya akili kwenye upande wa kufikiria au mafikirio uko vizuri. Lakini pia tunaangalia kwenye upande wa namna gani anaonyesha tabia zake. Kama huyu mtu tabia zake zinavyoonyeshwa, je, ni tabia ambazo zinalandana na kuonyesha kwamba huyu mtu ustawi wake wa akili uko vizuri. So kumbuka, akili inaamua au inaamlisha mtu kuweza kuonyesha matendo. Lakini ukiacha hivyo, tunaangalia pia huyu mtu anajihisije. Katika hisia pia kwamba huyu mtu, je, hisia zake zinafanya kazi vizuri, hisia zake ziko salama, ustawi wake wa hisia uko una akti vile ipasavyo. Anaweza kuonyesha hisia zake zikawa kama watu wengine. Wakati wa kucheka anaweza naye kucheka au kutabasamu kama watu wengine. Wakati wa kucheka yeye yuko analia, au wakati wa kulia yeye yuko anacheka. Kwa hiyo unakuwa kuna mchanganyo wa upande wa hisia. Lakini pia tunakuja kiimani. Imani yake yeye ikoje? Iko sawa na jinsi inavyotakiwa? Anaamini katika yale imani ambayo inamsukuma kuonyesha kwamba huyu mtu akili yake, imani yake ina ustawi ambao ni mzuri. Imani yake inamtuma kuweza kwenda kuharibu vitu fulani au katika kutokuamini watu fulani au kutokuamini katika mambo fulani. Kwa hiyo huyu mtu tunakuja kumpima, tunasema kwamba ustawi wake wa afya ya akili uko vizuri. Dalili za awali huyu ana shida ya afya ya akili ni zipi? Kwanza, kujitenga kutoka kwenye jamii ya watu wengine. Huyu mtu anakuwa na shida, alikuwa amezoeleka, ni mtu ambaye anachangamana, lakini mnajiona tu ghafla ameweza kujitenga, inakuwa ni dalili hizo. Lakini mtu ambaye amegubikwa na kundi kubwa sana la msongo wa mawazo, inakuwa ni dalili mojawapo kwamba huyu mtu anapitia changamoto za afya akili. Ni mtu ambaye alikuwa na utulivu, alafu pia akipokea taarifa anaweza kuzichakata kwa haraka na akazielewa, lakini sasa amepoteza concentration, amepoteza pia ukamataji, attention ya kupata zile taarifa. Huyu mtu ukiona ana changamoto hivyo ya kukosa attention na concentration, huyu mtu anapitia changamoto za afya akili. Ni mtu ambaye alikuwa analala usingizi wake kawaida masaa 6 mpaka masaa 8, kwa ndio usingizi wa mtu mzima. Lakini imetokea analala masaa 12, masaa 15 kwa siku. Imetokea anakosa usingizi. Imetokea analala kimangamngam. Huyu mtu anapitia changamoto za afya ya akili. Alikuwa kuna vitu anavipenda, imefikia hatua ame lose interest, ame lose appetite ya kuendelea kupenda vitu. Huyu mtu tayari anapitia changamoto za afya ya akili. Alikuwa ni mtu ambaye anajali baadhi ya vitu, inafikia hatua kule kujali kunapotea. Huyu mtu anapitia changamoto za afya ya akili. Alikuwa ni mtu ambaye anahisia na watu fulani, anahisia na kitu fulani, alafu inafikia hatua zile hisia zimekata au zimeondoka. Huyu mtu anaonyesha kwamba ana dalili za changamoto za afya ya akili. Alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo mzuri katika kuchakata imani yake, tabia zake ni nzuri sana. Unamuona ghafla tabia zake zimebadilika. Nilitumia terminology ya unywaji. Alikuwa ni mnywaji wa kawaida,
lakini sasa hivi tuna kamnyoso kameongezeka. Naonyesha kwamba mtu anapitia dalili za changamoto za afya ya akili. Alikuwa sio mnywaji, sio mtumiaji, anatumia. Huyu mtu anaashiria kwamba huyu mtu ana viashiria vya changamoto za afya ya akili. Kwa viashiria viko vingi. Even nimetaja tu kapu kadogo, lakini matunda yako mengi sana kwenye kapu yanaashiria kwamba mtu anapitia changamoto za afya ya akili. Wanaume wengi wanaonyesha, kwa sababu wanaonyesha dalili za kukabiliwa na changamoto za afya ya akili na magonjwa ya akili. Kwa sababu pia tukienda kwa mfano kwenye wodi ambazo watu wengi wamelazwa, za hospitali ambao tunazungumzia hapa, labda hospitali ya Milembe, Muhimbili, hospitali zote zile kubwa ambazo zinalaza wagonjwa wanaoumwa magonjwa ya akili, sio changamoto, magonjwa ya akili ni wanaume. Ukikompea au ukilinganisha na wanawake. Lakini inapokuja kwenye watu wengi ambao wana changamoto, wanawake inaweza kuwa wanazo nyingi zaidi, lakini wao wanakuwa wanasaidiwa na jamii kwa sababu ya kupata msaada wa maongezi bila hata kulipia. Yani ile kuzungumza, kufoka, kuchambana, inakupatia ahueni, haikutibu, lakini inakupatia ahueni, inaondoa sumu. Wanasema inatoa sumu kidogo, inapunguza. Nyinyi inakuwa inawaathiri sana wanaume, ni kutokana na ile kuzungumza. Yes. Sisi kwa Kiingereza sisi hatufanyi venting. Wanaume hawapati muda wa kufanya venting. Wanawake wanapata muda mkubwa wa kufanya venting. Sasa sasa venting ni kutoa bila kuwepo kwa mtaaluma. Kutoa yale yaliyoko moyoni, kuzungumza zile sumu zote zilizoko moyoni bila kuwepo kwa mtaaluma. Lakini pia kuna venting ya kitaaluma. Ndio, kwamba wewe unaenda kwa mwanasaikolojia, kazi yako unataka uongee tu yanayokusibu, yanayokuumiza, ile inaitwa therapeutic venting. Kuvent katika ngazi ya matibabu. Kila anayeongea mwenyewe, ukuta barabarani mtu anapita anazungumza mwenyewe, ana tatizo? Si wote ambao wana tatizo, si wote, kwa sababu hali ya kuongea ni muhimu pia kuweza kujua. Wakati mwingine inaweza kuwa ni hali ya kawaida, lakini tunaangalia consistency yake, au huwa inatokea vikitokea vitu gani. Kuna mtu mwingine akipata jambo fulani, ili kuprocess mawazo yake, anatembea akiwa anaongea, ni hali ya kawaida. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wake hilo jambo, tunaweza kumkategorize kwamba mtu ana changamoto au hana changamoto, lakini ni hali ya kawaida kabisa kuweza kuongea peke yako. Lakini unapozungumzia changamoto za afya ya akili, hasa haya yote ambayo tumeyazungumza katika ustawi, yanaanza kuchangamana, anaanza kuwa na changamoto, kwamba labda mtu alikuwa anaonyesha tabia fulani ambazo ni nzuri. Kwa mfano, kuna watu ambao wanakunywa pombe. Hatuwezi kuzungumza kwamba ni tabia mbaya. Lakini yule anayekuwa anakunywa pombe kiasi fulani akaanza kuzidisha, tayari huyu mtu anaonyesha changamoto kwa kuanza kuzidisha. Huyu mtu pengine labda alikuwa na hisia ambazo ni nzuri katika jamii yake, kwa watu ambao wanamzunguka. Baada ya muda anajihisi kwamba sina hisia, sijihisi kwamba niko na watu hawa ambao wamenizunguka. Anajihisi mpweke mara kwa mara, anajihisi yeye hastahili kuishi, anajihisi hana thamani mbele za watu. Hapa tunazungumzia hisia, na sasa tunakuja pia na mafikirio, yanakuwa hapo kwenye upande wa kufikiria, kwamba labda huyu mtu anafikiria vitu vya kufikirika. Kuna watu ambao wanaishi kwenye ulimwengu wa kutengenezwa, inakuwa ni upande wa kufikiria. Lakini ukiacha hivyo tunazungumzia kwenye upande wa tabia anazokuwa anazionyesha, na nilizungumzia pia kwenye upande wa imani. Kwa hiyo kama vinaonyesha kwamba huyu mtu ana changamoto ambazo sio kubwa, hajafikia hatua labda ya kuugua, kuonyesha kabisa kwamba huyu mtu anahitaji uangalizi wa namna fulani, anakuwa huyu mtu anagubikwa na changamoto, anakosa usingizi kwa sababu ya kile kitu anachokiwaza, anakuwa ni mtu mwenye usongo wa mawazo kwa muda mrefu kwa sababu kitu ambacho kimemkumba, anabadilisha zile mienendo yote ya tabia, au mienendo yote ya kihisia, au mienendo yote ya mafikirio, au mienendo yote ya imani ambayo alikuwa nayo hapo awali. Huyu mtu tunamtu kwamba ana changamoto za afya ya akili. Ukiacha swala la ugumu wa maisha, ni chanzo kikubwa, ugumu wa maisha, lakini mahusiano ni part pia ya chanzo kikubwa. Kwa tunaweza kulinganisha kwamba ugumu wa maisha na mahusiano, hivi vitu vinachangia kwa kiwango kikubwa sana. Hapo kwenye mahusiano kuna migogoro ya familia. Sasa mahusiano yana vitu vingi. Mahusiano yana vitu vingi kwa sababu kwanza watu wao wenyewe, mpenzi kwa mpenzi, inachangia kwa kiwango kikubwa. Ukiacha mpenzi kwa mpenzi, mahusiano watu walionao na familia zao
yanachangia kwa kiwango kikubwa. Ukiacha watu walionao na familia zao, watu walionao na jamii inayowazunguka inachangia kwa kiasi kikubwa. So kuna watu wengine unakuta jamii zao ni kama vile zimewatenga, lakini au wao ni kama vile wamezitenga hizo jamii. Kwa hiyo yale tunazungumzia mahusiano. Tunaposema kwamba mwingine unakuta haeleweki kwenye familia au familia haimuelewi, kwa ni kama vile memtenga au yeye ameitenga. Hapa tunazungumzia mahusiano. Kwa mahusiano ni kapu kubwa ambalo linaingiza vitu vingi. Lakini hapo kwenye mahusiano ndio inapokuja kwenye swala la mawasiliano. Mwingine anashindwa kuwasiliana au kuwasilisha jambo lake kwenye familia, kwenye mahusiano alionao au kwenye jamii alionayo, kwa ile jambo linaendelea kukaa siku zote. Kwa tunazungumzia mahusiano yana mchango gani, ndio anakuja kuingiza hapo. Mtu anayejiua inawezekana ni moja sababu ya afya ya akili. Kujiua kwa kiwango chake, ina maana ile moja kwa moja unaizungumzia akili. Akili imeshindwa kuona chaguo lingine lolote lile la wewe kuweza kuishi, kwa hiyo imeopti au imechagua neno kujiua. Kwa tunazungumzia akili. Kwa regardless unaumwa magonjwa ya akili, regardless umepatwa na changamoto za kiuchumi ndio imekusababisha akili yako kuweza kuyumba, lakini ni sababu kubwa sana ya mtu kuweza kujiua. Sasa kuna watu ambao wako kwenye riski ya kujiondolea uhai au kujiua. Watu ambao wana magonjwa ya akili, wale wako kwenye riski moja kwa moja, yenyewe sio alternative, wako kwenye riski direct, ni riski. Alafu kuna hizi changamoto zingine sasa za kimaisha ambazo zinamsababisha mtu pia kuweza kujifikiria kujiondolea uhai. Unapokuja kwangu mimi, ni gharama zangu ni nafuu kwa sababu ya makundi. Mimi nahitaji kuweza kuhudumia makundi yote ya watu. Gharama za ana kwa ana zinatofautiana na gharama kwa njia ya mawasiliano. Na njia ya mawasiliano kwa mimi lazima iweze kuwa ni tunaonana, kwa lazima iweze kuwa kwa mfumo wa video. Sifanyi kwa audio wala kwa chatting. So zote ni huduma. Kuna chatting, kuna kuongea kwa sauti, kuna kuongea kwa kuonana, lakini kuna kuja ana kwa ana. Hizo zote ni huduma. Sasa ndio ana kwa ana. Gharama zangu ni 50,000 kwa session moja. Lakini pia kwa njia ya mawasiliano huduma zangu ni 35,000 kwa session moja. Ana kwa ana huduma zangu ninatolea Kinondoni Mkwajuni na sehemu zingine. So kuna huduma ya kumfuata mtu kulingana na condition yake, lakini kuna huduma ambayo mtu anakuja ofisini, lakini ni vizuri zaidi kama mtu anakuja ofisini. Mtazamaji, na kwa leo tumeishia hapa. Bila shaka umepata mengi kuhusiana na tatizo la afya ya akili. Viashiria, sababu zimeelezwa hapa. Utajitathmini hapo ulipo. Ukiwa una uhitaji, ukiona dalili hizi ambazo zimetajwa hapa unazo, basi usisite kuwasiliana na mtaalamu wetu hapa Bwana Bosco aweze kukusaidia. Jina langu ni Zainabu Mtima, nyuma kamera kwa Kelvin Mzungu. Hadi wakati mwingine.